Ujenzi wa nchi ni historia na unachukua muda mrefu, na katika historia hiyo kuna uwezekano wa kupitia milima na mabonde, nyakati njema na nyakati mbaya, nyakati nzuri na za furaha na wakati mwingine nyakati za huzuni. Na nahodha mzuri anapimwa wakati wa dhoruba. Nchi yetu imekuwa na miongo kadhaa ya kujenga historia yetu na mahusiano yetu na marafiki zetu. Ndiyo maana ninawapongeza marais wa nchi hii. Katika misukosuko, katika raha, bado diplomasia ya nchi yetu imeendelea kushamiri. Na Rais Samia ameonyesha kwa vitendo kabisa. Tulipopitia mawimbi, rais amesimama imara, ameonyesha uzalendo, na hili limepeleka salamu duniani kwamba hata kama tukipitia matatizo bado tuna uwezo wa kushughulikia matatizo yetu wenyewe. Na hili limempa heshima rais wetu, na hili linatupa sisi kumuunga mkono rais wetu kwa kazi anayofanya. Sasa nataka kuiomba wizara mara kadhaa tuwakumbushe marafiki zetu kwamba tuko tayari kushirikiana nao kama marafiki zetu kuzitatua changamoto mbalimbali tunazopitia, lakini muhimu wakumbuke nchi hii iko huru, ilipata uhuru wake. Uhuru wetu hatukupewa kama zawadi, tulipambana tukapata uhuru wetu. Tuko huru wa uheshimu uhuru wetu, tunaheshimu mchango wao, tunathamini mchango wao kwa kushughulikia changamoto tulizonazo, lakini waje wakijua nchi iko huru na wauheshimu uhuru wetu. La pili, marafiki zetu waje, lakini muhimu wakumbuke wasitumie changamoto tulizonazo kutunyanyasa, kutukandamiza, kutuonea, kutudhalilisha. Watumie fursa tunaowapa ya sisi kufanya nao kazi kwa heshima, nidhamu na upendo. Nchi hii tumekuwa na mahusiano na hawa marafiki kwa miongo kadhaa. Changamoto za siku moja, mbili, tatu haziwezi kupima uhusiano wetu na wao kwamba eti ndio msingi wa uhusiano wetu. Na nataka kuwaomba Watanzania, historia ya nchi hii itajengwa na Watanzania. Tulinde nchi yetu kwa wivu mkubwa, tuitetee nchi hii kwa wivu mkubwa. Tusiruhusu mtu kutudhalilisha, mtu kutuonea, mtu kutunyanyasa, na isitumike fimbo ya changamoto tulizonazo kutupiga. Hilo tuseme hapana. Na niombe wizara hii mara kadhaa tuwakumbushe, iwe ni mataifa makubwa, iwe ni madogo, wote tuko sawa mbele ya diplomasia. Kwa hiyo waje tushirikiane, tufanye nao kazi. Na waziri, umefanya kazi nzuri, umetembelea mataifa kadhaa, na na hakika utakwenda kwenye mataifa mengine. Naendelea na msimamo huu, hatufungamani na upande wowote, lakini watuheshimu wanapokuja kufanya kazi na sisi. Wazingatie hii nchi ni huru, wahakikishe kwamba wanaheshimu uhuru wetu, watuheshimu, wasitudhalilishe, watutendee haki. Mheshimiwa Spika.